Kwanza nishukuru kwanza serikali. Maana nilikuwa katika maandalizi ya chumba cha mtihani na nakaribia kwenda mtihani wa 4. Mtihani wa 4. Kwa hiyo ilikuwa siku ya Jumanne ndio nikapata barua yangu ya kazi kwamba nimepangiwa kituo kwenda kufundisha. Maisha ni fumbo tata ambalo huwezi kulifumbua. Huku kitu pekee kilichobaki kuweza kutegua fumbo hilo kikibaki kuwa ni muda. Ni furaha yangu kwamba serikali naishukuru sana kwa hicho nifanyia, kwa sababu changamoto yetu kubwa sasa hivi vijana, swala la ajira. Vijana wengi tumesoma lakini ajira hatuna. Hili linadhihirika kwa kijana Charles Lemezi, mwanafunzi wa ualimu katika chuo cha Tandala kilichopo wilaya Makete, mkoa wa Njombe, ambaye fumbo la kupata ajira baada ya masomo yake limefumbuliwa mapema na serikali kwa kupata ajira yake wakati akijiandaa na mtihani wa mwisho. Niliomba kazi, mimi ni mwalimu. Ili upate kazi ya ualimu kwa sasa hivi lazima utume maombi. Kwa hiyo mimi nilituma maombi katika tovuti ya serikali ya ajira poto. Ayo TV tumepata nafasi ya kuzungumza na Mwalimu Charles baada ya mahafali yake yaliyofanyika chuoni hapa, na anatueleza safari yake ya masomo pamoja na jitihada zilizopelekea kupata ajira akiwa bado yupo chuoni. Ulipata lini hiyo taarifa ya kwamba unahitajika mahala kwa ajili ya kufanya kazi? Nikija kwa upande wa kazi, kwanza nishukuru kwanza serikali. Maana nilikuwa katika maandalizi ya chumba cha mtihani na nakaribia kwenda mtihani wa 4. Mtihani wa 4. Kwa hiyo ilikuwa siku ya Jumanne ndio nikapata barua yangu ya kazi kwamba nimepangiwa kituo kwenda kufundisha. Ndio nikapata barua kwenda kufundisha mkoa wa Mara, kwa nyumbani katika shule Buzaya, mkoa wa Mara, wilaya ya Butiama. Kwa hiyo ni furaha yangu kwamba serikali naishukuru sana kwa hicho nifanyia, kwa sababu changamoto yetu kubwa sasa hivi vijana, swala la ajira. Vijana wengi tumesoma lakini ajira hatuna. Kwa hiki nilichokipata mimi namshukuru Mungu, na pia naomba serikali kwa vijana wengine ambao kama mimi ambao walikuwa na changamoto ya kupata kazi kama hivi, serikali iangalie kwa jicho la tatu, kwa sababu ni changamoto kubwa sana. Vijana wanajikuta waenda kujihusisha na mambo ambayo yanakiuka maadili ya Tanzania kabisa, kwa sababu ya hana kazi, atafanya nini? Ulikuwa umeomba kazi hapo awali au nini ambacho kilikuwa kimefanyika? Kimsingi niliomba kazi. Mimi ni mwalimu. Ili upate kazi ya ualimu kwa sasa hivi lazima utume maombi. Kwa hiyo mimi nilituma maombi katika tovuti ya serikali ya ajira poto. Nikajikuta Mungu kanisaidia, nikaenda kwenye usaili wa kwanza nikafanya vizuri, nikafaulu. Pia baada ya kufaulu taarifa ikaja tunaenda usaili wa pili, nikaingia usaili wa mahojiano. Maana usaili wa kwanza ulikuwa ni wa maandishi wa kuandika. Kwa hiyo ulikuwa ni wa mahojiano. Kwa hiyo na yenyewe namshukuru Mungu nikahudhuria vizuri na nikafanya. Matokeo yamerudi, namshukuru Mungu nimepanga kituo cha kazi. Katika swala la kuhitimu kwa kweli najisikia furaha sana, kwa sababu ni jambo ambalo nimekuja kulisomea kwa ndani ya miaka 2. Kwa hiyo leo nafikia kikomo cha kuhitimisha hili jambo. Kwa hiyo ni jambo la heri, kwa hiyo nina furaha sana juu ya hilo. Tumeona kwamba vijana wameandaliwa vizuri, ni walimu mahiri na wenye nidhamu, lakini ambao ni zao la kwanza la walimu ambao wanazingatia mtaala ulioboreshwa wa mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Mtaala ule unazingatia kuwa na walimu mahiri ambao wameandaliwa vizuri, walimu ambao wanaweza kuyamudu madarasa makubwa, wanaweza kuyamudu kwa kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo teknolojia, kwa sababu sasa mabadiliko ya ufundishaji yanahitaji sayansi na teknolojia. Wanachuo wengi ambao wanahitimu leo, wengi wao wamepata barua za ajira, wameajiriwa, na wengine wamesha ripoti, na wengine tunatarajia baada ya mahafali hapa wanaenda kuripoti. Mmoja kitu ambacho kimesababisha au kilicho fanya wakapata na wengi wao wakapata kazi ni kulingana na umahiri walionao. Kwa sasa kinachofanywa na Tume ya Ajira, walimu wanaajiriwa kwa kuzingatia umahiri, na vijana wetu sisi tunawaandaa wanakuwa ni mahiri, wanakuwa ni walimu wenye maadili kwa ajili ya kulisaidia taifa. Kwa ni vijana wenye ushindani. Kama nilivyosema kwenye taarifa yangu ni kwamba vijana wetu wamefanya vizuri kwa miaka 4 mfululizo. Vijana wamefaulu kwa 100%. Kwa umahiri ambao tunawapa kutokana na wakufunzi tulionao, vijana wengi wanapoenda kwenye interview wanakuwa wanaweza kufaulu kwa kiwango kikubwa sana. Na ndio maana wengi wao wanafurahi kwa kweli tunaishukuru serikali kwa kutoa hizi ajira, zimewafanya walimu, hasa walimu tarajali, kuwa na morali ya kusoma na kuithamini kazi yao wanayoisomea kwamba ina ajira.
Hii ni Ayo TV na mimi ni Amiru Kilagalila.